kubwa sana. Singida ukija Dodoma Jiji upinzani wakikutana na Simba na Pamba upinzani unakuwa ni mkali sana. Kwa hiyo Simba hana mechi rahisi kuelekea katika hizi mechi tatu. TRA wako vizuri, Singida nao vile vile wako vizuri, na ukiambatanisha na huu upinzani uliokuwepo baina ya Simba na nani na Singida katika kumtetea ndugu yao ambaye alitaka kufanywa kitu kibaya ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo wanataka waonyeshe kwamba jinsi gani wanaweza wakamtetea kaka yao. Ukija na TRA hivyo hivyo, na ukija na Pamba mechi itakuwa ngumu. Kwa hiyo hizi mechi tatu zote tunazoenda away, sawa, hakuna mechi rahisi kati yetu. Pengine na ukiangalia mbio za ubingwa alama 8 mpaka hivi sasa na Young Africans, kazi ya jitihada inatakiwa kuwa kubwa sana kwa mnyama. Ligi ni marathon. Huwezi ukasema kwamba tayari yetu kwa sababu mtu anaongoza kwa pointi 8 tayari sisi tuna mchezo mmoja. Tukishinda mchezo wetu ina maana mchezo wa kesho kutwa, kwa moja kwa moja Simba atakuwa amepitwa pointi ngapi? Pointi 5. Na hili litokea hata mwaka jana walituacha pointi takriban 7. Lakini zilipunguzwa mpaka matokeo yake ikabakia pointi ngapi? Pointi 1. Hatimaye tukacheza mechi ya mwisho ambayo ilikuwa mechi inaenda kuamua nani awe bingwa. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwenye ligi kwa sababu ndo kwanza ni mechi ya 11. Kwa hiyo bado mechi ni nyingi. Umeelewa bwana, takriban mechi 19. Kwa hiyo mechi 19 ni mechi nyingi sana ambazo zinaenda kufanya nini? Zinaenda kuamua nini? Kuamua matokeo ya nini? Kuamua matokeo ya nini ya ligi yetu. Kwa hiyo kikubwa ni kuiombea dua timu yetu na maboresho tuliyoyafanya. Umeelewa bwana, katika kutengeneza nini? Katika kutengeneza kikosi chetu. Na ndio maana unaona kuna ongezeko la Ribe Segwe, kuna ongezeko vile vile la nani? La Innocent Aura, vile vile kuna mtu anaitwa Loemba. Kuna Chama Kratos, kuna Kibabage. Hawa wote wameongezwa katika kwenda kuongeza nguvu ya nini? Nguvu katika klabu ya nini ya Simba ili kuweza kupambania nini? Kupambania haya mataji yaliyobaki. Taji la CRDB, sawa, Federation Cup na vile vile pamoja na nini? Na ligi. Kwa hiyo ligi bado Yanga atadondosha, Simba ataendelea kudondosha. Azam kama takribani mechi ya 3 sasa hivi anatoa sare. Kwa hiyo uwezo ukasema eti fulani yuko tayari bingwa, na wakati hali yao inaonyesha kabisa wana uzofu hali, kwa sababu timu iliyofanya usajili mkubwa kwenye dirisha dogo inajulikana kabisa ni Simba, na ndio maana kuna mabadiliko makubwa sana. Wewe nadhani umekuwa katika makuzi ya Uswahilini, si ndio? Mfano labda wewe una mdogo wako. Wewe umeenda umechezea kichapo. Sawa, umepigwa makonzi mengi tu. Ukikutana na yule alompiga makonzi mdogo na ni kaka yako, wewe utamwacha tu hivi? Si lazima utataka ulipize kisasi. Ndicho kitakachofanya nini? Kitakachotokea. Ndio maana nikakwambia kuna uswaiba baina ya Yanga na nani? Na Singida. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia mechi itakuwa ngumu. Hakuna mwizi anayeiba akakwambia mimi ni mwizi. Mimi nakupa silent feature tu, sawa Ngoja. Mimi nakupa silent feature. Wewe uko kwenye mashindano ya kimataifa, si ndio? Unahitaji wachezaji wako, unaweza ukatoa wachezaji wako. Yaani mfano mfuate National Al sasa hivi. Umwambie Imam Oshu, umwambie El Shiati, umwambie Rabi Rabia kwamba hao watoke waelekee nani? Waelekee Zamalek ya Misri. Inawezekana hiyo? Haiwezekani. Wote mko katika vita moja. Kimataifa wote mko kimataifa, na kwenye ligi yote ni title contender, mnaenda kugombania nini? Mnaenda kugombania kile kikombe. Lakini mwisho wa siku unatoa wachezaji wako muhimu, yani wanajeshi wako ambao ulishawafundisha jinsi gani ya kutumia silaha, unaenda unamkabidhi mwenzi wako, unataka kwenda kupigana naye vita. Kwa hiyo hii moja kwa moja inaonyesha hapa kuna uswaiba baina ya nini? Baina ya timu hizi mbili. Kwa hiyo Singida Sports Club na Football Club imekuwa kama feeder club kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya timu fulani. Na ndio maana wamemtoa Damaro, umeelewa bwana, wamemtoa Frenkie Asinki, wamemtoa Israeli Mwenda, na wanaendelea kutoa mchezaji yote pale akihitajika. Hata kocha sasa hivi akihitajika pale anakwenda. Kibabage sisi hatujapewa. Kibabage amefungua kesi TFF. Umeelewa, amevunja mkataba, wakagombana, wakapelekana TFF, lakini mwisho wa siku dogo akafanikiwa kuvunja mkataba, ndo akaja Simba. Lakini Damalo, umesikia wewe kuna tetesi yoyote labda waligombana au vipi? Ndio maana nikakwambia kuna watu wako kama mafisi, wakishaona mkono unaning'inia wanajua huu unakatika muda wote. Kwa hiyo fisi ndio shughuli yake. Kwa hiyo hawana ujanja wa kutafuta wachezaji. Kwa hiyo huwa mara nyingi wachezaji wao wengi waliokuwa bora, maskauti mara nyingi wanakuaga Simba Sports Club. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tumekuwa wakali sana na tumekuwa makini katika kuangalia nini kandarasi za wachezaji zetu ambazo zinaelekea mwishoni, kwa sababu Yusuf Kagoma alibakisha mwaka mmoja. Kwa hiyo sasa hivi ameongezwa miwili, kwa hiyo anakuwa na miaka mingapi? Anakuwa na miaka 3. Kwa hiyo huu ni ubora wa nini? Ubora
wa uongozi. Kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani Simba ina utawala bora kwa sasa, baada ya mashabiki zake kupiga kelele sawa kuelekezea kwenye nini, kwenye uongozi katika kuimarisha nini kikosi chao kuelekea msimu unaofuata. Umesafiri kuelekea mkoani Singida, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ni mchezo mgumu sana JB64. Siku zote mimi ninasemaga hakuna mechi rahisi kati ya Simba na nani na Singida. Hakuna mechi rahisi kati ya Simba na Dodoma Jiji. Na hakuna mechi ngumu kati ya Yanga na Dodoma Jiji na Yanga na Singida. Wewe mwenyewe umejionea. Sasa angalia Singida the way alivyocheza na nani na Yanga, alafu angalia the way Singida anavyoenda kucheza na nani na Simba, ndio utapata picha kwamba ligi hii nani anafanya nini, anaibeba na kuifanya ligi ionekane bora. Kwa hiyo mechi ngumu, na ndio maana timu imeondoka mapema kwenda kuzoea hali ya hewa, kwa sababu Singida sisi juzi kati hapa tulipotoka kuna upepo, kuna baridi. Kwa hiyo wachezaji lazima waende wazoeane na ile hali. Mashabiki zao tuko nyuma. Sisi kesho nadhani ndio tunafanya nini, tunatoa nanga hapa, tunaelekea wapi? Tunaelekea Singida, na tutakuwa na siku takribani 10. Tutakuwa away from Dar es Salaam City kwa ajili ya kwenda kuipambania klabu yetu ya Simba Sports Club. Kwa sababu tutaanza na Singida, tutatoka pale tutaenda na TRA, tukitoka na TRA tutaenda na Pamba Jiji, ndani ya jiji la Mwanza, ingawa tulikuwa huko na tunarudi tena wapi? Tunarudi tena huko kwa sababu tulikaa Dodoma, tukakaa Mwanza. Kwa hiyo sasa hivi kesho tutakuwa na safari ya siku 10. Tuko away from Dar es Salaam katika kwenda kuisupport Simba Sports Club. Kwa hiyo si kesho tunaondoka, kesho usiku. Jibi, unadhani mchezo wa Singida ugumu hasa unakuwa ni wapi? Ubora wa wachezaji ambao wanao Singida? Kwanza ubora wa kikosi chao, hicho ni cha kwanza. Afu pili vile unajua hizi timu ndogo huwa mara nyingi zikikutana na timu kubwa, wachezaji wanataka waonyeshe kwamba wao kina nani. Washajionea mifano, umeelewa bwana. Jonathan Soa ametoka Singida, amekuja wapi? Amekuja Simba, lakini kilichosababisha aje ni kwa sababu ya mapambano yake katika kuipambania Singida Sports Club. Na vile wamemwona Kagoma, wamemwona Israeli Mwenda alivyoenda Yanga, wamemwona Kibabage, sawa ameonyesha, na sasa hivi hatimaye yuko wapi? Yuko Simba. Kwa hiyo wachezaji wengi wanahitaji kuonyesha ili wapate kandarasi mpya, especially kuelekea katika ili duru la mwisho la ligi, duru la pili. Kwa hiyo ndio maana mechi ya Singida na Simba inakuwa ngumu, na vile mechi ya Singida na Simba inakuwa ngumu kutokana na upinzani wa jadi uliokuwepo baina ya Singida na nani na Simba, kwa sababu hichi ni kama kibranch fulani cha wazee wa kijani kibranch chao. Hii ni feeder club ya Young Africans, hiyo iko wazi.